Swali kubwa ambalo ninaulizwa mara kwa mara ni kwamba hivi inakuwaje mtu anapata ile hali ya kupitisha hewa ukeni, au wanasema uke umejamba. Kwa hiyo nataka ufuatilie vizuri ili uweze kujua kwa nini hii hali inaweza kujitokeza kwa wanawake. Kikubwa cha msingi cha kuweza kujua kwa nini mwanamke anaweza kupitisha hewa, nataka kwanza niwaonyeshe picha kidogo ambayo inaweza kuonyesha jinsi ambavyo maumbile ya mwanamke yalivyo, ili uweze kujua kwa nini mwanamke anapata hiyo hali. Unaweza kuona kabisa kwamba huu ni mwili wa mwanamke, na hii ni sehemu ya uke ambao uume unaingia. Hii ni shingo ya uzazi, huu ndio mfuko wa uzazi, hii ndio mifuko ya mayai. Okay? Sasa kikubwa ambacho nataka kuzungumzia ni uke kujamba au uke kupitisha hewa. Kama mnavyoweza kuona ni kwamba uke jinsi ulivyo kwa nje, hii sehemu ya nje inakuwa ina misuli sana kuliko hii sehemu ya katikati. Kinachotokea ni kwamba wakati mtu ambapo ana hali ya kupitisha hewa katika uke, inamaanisha kwamba ile hewa inakuwa imepita kwenye uke, sawa, alafu imekuwa trapped, imezuiliwa katika hili eneo la katikati. Sasa kwa nini hiyo hali huwa kama nini inajitokeza? Inajitokeza kwa sababu moja, misuli ya nje inakuwa iko strong au imara, sawa. Kwa misuli ya nje inapokuwa iko imara, inamaanisha kwamba hewa yoyote ambayo inaingia lazima itabakia hapo ndani, na unaweza kujikuta ukikaa pozi fulani, ukikaa aina fulani ya mkao, ndio unaweza kujikuta kwamba ile hewa inaweza kuingia hapo ndani. Sasa watu wengi wanakuwa wanajiuliza, hivi hii hali inajitokeza kwa sababu mtu amezaa, au inajitokeza kwa sababu mtu labda ameshaanza kushiriki? Jibu, hapana. Hii hali inaweza kujitokeza kwa mtu yote, hata msichana wa miaka 16, 18 ambaye labda hajawahi kushiriki, bado anaweza kupata hii hali ya kwamba hewa inaingia inabakia hapa katikati. Kwa hiyo kitu cha pili ni kwamba ukiangalia hii misuli ya uke sasa, lazima watu waweze kujiuliza, hivi mtoto anawezaje kupita kwenye uke wakati mtoto ni mkubwa kuliko kama kawaida? Kwa hiyo Mungu alivyotuumba, au anatomy jinsi ilivyo ya mwanamke, ni kwamba hii misuli ya nje siku zote kama nilivyosema awali iko tight, lakini hii sehemu ya katikati hii haina misuli kama hapa nje. Hii sehemu ya katikati misuli yake inaweza ikatanuka mpaka kuweza kupitisha mtoto, na kipindi ambacho inapitisha mtoto ni kwa sababu ya zile hormones, ambapo inasababisha ule ulaini, hizi kuta za uke ziweze kutanuka vizuri. Kwa hiyo inamaanisha nini? Misuli ya hapa iko imara, hewa ikiingia misuli ya hapa iko elastic, yani inakuwa kama hivi, sawa. Kwa hiyo kuna muda inafika ile hewa ya katikati inabinywa, sawa, kutokana na labda position, mtu amejiposition hali fulani. Kwa hiyo ile hewa ikibinywa inapita, ndio inatoka hapa, mtu anasema hewa imetoka ukeni au kujamba ukeni. Sasa kuna watu ambao unajua labda walizaa wakachanika vibaya sana, kwa hiyo unajikuta kwamba hii misuli ya ukeni iko wazi, sawa. Kwa hiyo inamaanisha kwamba ni rahisi sana kwa hewa kuingia. Watu kama hao inabidi nitafute tuweze kuzungumza, au niweze kuwashauri nini cha kufanya. Na uzuri ni kwamba procedure zipo za kuweza kurepair haya maeneo, ili mtu anakuwa vizuri kabisa. Lakini kikubwa cha msingi, usije ukafikiri kwamba hii hali inajitokeza kwa sababu umeshawahi kuzaa, au kwa sababu labda umeshaanza kushiriki. Kuna watu ambao hawajazaa, hawajashiriki, lakini bado hii hali inawakuta. Kwa hiyo kwa ujumla wake ni kwamba hii hali ya hewa kukaa katika hili eneo la uke mara nyingi ni maumbile. Maumbile ndivyo yanavyosababisha hii hali ya ile hewa kushikiliwa hii sehemu ya katikati. Kwa hiyo usije ukaanza kujiona kwamba ni mtu wa ajabu, kwa sababu najua watu wengi sana wanapokuwa katika hali ya kutaka kushiriki, au wakati wanashiriki unajikuta hii hali inajitokeza. Kwa hiyo unajikuta hawajisikii vizuri. Kwa hiyo kikubwa cha msingi jua kwamba ni maumbile, na wanaume pia wajue kwamba hii hali ni maumbile. Kwa hiyo usisahau kuuliza maswali, na kama hujaelewa endelea kufuatilia programu zetu na ulize maswali ya kutosha, ili kuhakikisha kwamba hili swala halikupi stress. Mwishoni kabisa, hakikisha kwamba unatufuatilia ili uweze kupata elimu zaidi. Asante sana.